Bima ya afya ya jamii CHF iliyoboreshwa sasa inapatikana katika mikoa yote ya Tanzania. Jiunge sasa na bima ya afya ya jamii, yaani CHF iliyoboreshwa. CHF iliyoboreshwa kwa afya familia yako. Jiunge sasa we. Serikali imefanyaje kusaidia wananchi wasipate adha ya kutumia hela nyingi kwenda mbali? Kwanza tumesema kusogeza huduma bora karibu ya kwao. Lakini lazima kuwe na mfumo unaowafanya muda wote wawe na hela. Hela leo unaweza kuwa nao, kesho ukawa hauna. Kwa hiyo serikali imeandaa mfumo na suluhu ya wale wote wenye kuhitaji huduma za afya saa zote wawe na uwezekano wa kupata hela pasipo hela taslim. Na huu ni mpango wa bima ya afya unaoitwa CHF iliyoboreshwa. Narudia tena, CHF iliyoboreshwa. Maana ya CHF iliyoboreshwa ni nini? Hapo awali kulikuwa na CHF tu ya ujumla ambayo ilikuwa ukikata labda unalipa 10,000, wengine kwenye maeneo mengine wanalipa 5,000. Ulikuwa unatakiwa ukatibiwe kwenye zahanati hiyo tu ambayo kwenye eneo hilo wewe ndio umekatia, au kwenye kituo cha afya hicho ambacho wewe ndio umejiungia huko, au kwenye hospitali ya wilaya. Lakini sasa ikaonekana hapana, wananchi hawa wanapokata hii CHF wanatakiwa muda wote sasa popote pale Tanzania asafiri kutoka mkoa huu kwenda mkoa mwingine, akiumwa achukue kadi yake asomeke kule apate huduma. Lakini sio tu kwenye hospitali ya wilaya, kituo cha afya na zahanati, hapana. Aende mpaka hospitali ya rufaa ya mkoa. Na sio mkoa huo tu, hata kama amekatia CHF kwenye kijiji fulani kilichoko Morogoro, akitoka nje ya Morogoro akaenda Manyara, mfumo umsome huko Manyara, aende akapate huduma bila kuhojiwa lete hela kwenye zahanati yoyote ya Manyara, kwenye zahanati yoyote ya kama ni ya Dar es Salaam, kwenye zahanati yoyote ya Singida, kwenye zahanati yoyote ya Tabora, kwenye kituo chochote cha afya cha mkoa wote ule, kwenye hospitali yoyote ya halmashauri ya mkoa wote ule, na kwenye hospitali yoyote ya mkoa wote ule. Hii ndio maana ya kuboresha. Hii ikaitwa CHF iliyoboreshwa. Kwa hiyo ikawa tofauti na ya awali ambayo ilikuwa inakusoma ndani ya halmashauri yako tu, sio nje ya hapo. Hii ilikuwa inasumbua wananchi, ukizingatia kwamba wananchi hawa walikuwa kwa siku utakuta mmoja ametoka halmashauri moja ameenda halmashauri nyingine. Akifika kule akiumwa anaambiwa wewe ni wa kule. Hapana. Kwa hiyo imeondoa ile mipaka ya Mtanzania kupata huduma katika hizi ngazi za zahanati, kituo cha afya, hospitali ya halmashauri na mkoa katika nchi nzima. Jiunge, pata kadi yako, tembea mbele. Umeenda harusini leo halmashauri nyingine, ukiumwa unatibiwa huko. Umetoka, umesafiri, umeenda likizo mkoa mwingine, unatibiwa huko. Paka hospitali ya mkoa. Kwa hiyo hii ndio maana ya CHF iliyoboreshwa. Lakini CHF iliyoboreshwa ilikwenda kidogo na kuongeza kiwango cha uchangiaji ili kiwe uniform, yani kilingane, kisitofautiane. Awali ilikuwa mara kijiji kile halmashauri ile wana 5,000, 10,000, ikaonekana kwamba hiyo hela haitoshi baada ya hesabu kufanyika. Kwa hiyo ikavutwa mpaka 30,000 kwa mwaka mzima kwa kaya moja yenye watu wasiopungua 6. Kwa hiyo hili likawa ni boresho lingine, na ndio maana uwezekano wa kukusanya hela kuwa kubwa kuweza kuwahudumia wananchi hawa popote pale wanapoenda na wenyewe ukaongezeka. Ndugu wanahabari, maelekezo haya ya utekelezaji wa CHF iliyoboreshwa yalitolewa kwa waraka namba 1 wa Julai 2018, na kufikia sasa tuna takriban tuna kaya 1,500,000 na wanufaika 600,000 wa bima hii ambao wanapata huduma kwa mfumo kama nilivyoeleza.
Na sasa wito wetu kwa wananchi wengine, tunao wananchi wengine waliobaki kwenye mfumo wa nyuma ule wa awali unaoitwa CHF2 ambao kwa jumla walikuwa kama milioni 9. Kwa hiyo tunaomba sasa kadi zao zinapofikia ukomo wahamie huko kwenye hii CHF iliyoboreshwa ambayo ina manufaa makubwa na faida kubwa kuliko ile CHF ya awali, ili kuongeza kasi ya wananchi kupata huduma bora. Sasa ni waombe waratibu wa hii CHF iliyoboreshwa, maana nao wanakuwa na changamoto za kiutendaji ambazo kiangalia hata msingi hazina, wanapunguza kasi ya kuhamasisha wananchi na kuwaeleza wananchi waelewe bayana uzuri wa CHF hii iliyoboreshwa. Matokeo yake wananchi wanakuwa wanachelewa kujiandikisha, lakini lingine hawa waratibu wangu hawa wanachelewa kufanya marejesho ya madai ya fedha. Asa wasipofanya marejesho ya madai ya fedha wanaanza kulalamika, mara hii CHF haisaidii, hii CHF sio nzuri ukilinganisha na awali. Kumbe sio. Kwa hiyo tunataka wachangamke kuhamasisha wananchi na kuwaelezea ili wajiandikishe kwa kasi mpya, watoke kule kwenye CHF ya zamani ambayo ilikuwa haijaboreshwa waje kwenye CHF mpya, lakini wachangamke kuwasilisha madai yao pale wagonjwa wanachama wa CHF wanapokuwa wametibiwa kwenye vituo vyao, ili makao makuu ya mkoa inayofanya marejesho ya hizo pesa iweze kurejeshwa kwa wakati. Ninayo mifano kadhaa hapa. Mtu analalamika, mimi nimerejeshewa shilingi 16,274. Hii CHF wifi. Kumbe yeye mwenyewe haelewi, na kwenye semina alipoitwa alikuwa amelala kuuliza, hakuuliza. Nina mfano wa kituo kimoja hapa kiko Chamwino. Chamwino wao waliandikisha watu. Wakaandikisha watu, wagonjwa wakawa wanatibiwa lakini hawapeleki maombi, karatasi inayoonyesha fulani na fulani ametibiwa kwa matibabu haya, ili hela zile zirudishwe. Hasa zinarudishwaje? Lakini wakarudishiwa Januari 19 16,274. Ikawa malalamiko na upotoshaji mkubwa. Kumbe mkuu wa kituo kile hataki hata kuuliza, hata haelewi. Ulipaji wa fedha za marejesho kwa mfumo huu wa CHF iliyoboreshwa kwanza una faida kubwa, kwa sababu wewe ukishaandikisha kaya zako, hata wagonjwa wasipokuja kutibiwa, hakuna aliyekuja kutibiwa, unarudishiwa hela. Kwa sababu gani? Vigezo vyake vya kulipa vinaangalia kwanza tu uliandikishaga mtu. Uliandikisha tu mtu, hata kama kuugua mtu huyo, mwisho wa mwezi hela yako itakuja, ila tu itakuwa kidogo. Na kwa nini ulipo nyingi wakati wewe hata kuna aliyeugua? Zitatunzwa. Lakini kigezo kingine sio cha kuandikisha tu, catchment population. Yaani ile service catchment population yako unayohudumia ni wale walengwa wako unaotarajia kuwahudumia kutokana na ukubwa wa kituo chako, nayo inaingia kwenye hesabu, unarudishiwa hata kama hawajaugua. Kwa hiyo kigezo cha tatu ni iwapo sasa wataugua watakuja, inaongezeka kubwa, na hii ina formula yake. Kwa kuwa tu na catchment population ni 5% ya pesa zote ambazo wewe ulizichangisha zikaenda makao makuu, utarejeshewa. Kama ulichangisha milioni 20, 5% itapigwa hiyo hela, itarudi kwako, hata kama wale waliochangia milioni 20 hawakuugua. Kama wewe umeandikisha watu 300 ambao ndo hao waliokutengenezea milioni 20, 15% itapigwa tena, utarejeshewa hata kama hawakuugua. Kwa hiyo una 20% za milioni 20 ulizochangisha utakazorejeshewa kila mwezi, hata kama mtu hakuugua. Sasa inakuja hesabu ya mwisho, iwapo watu kadhaa wameugua. Let's say katika watu hao wameugua watu 50, itapigwa hesabu 80% inarudi kupitia mlango huo.
Sasa kama watu wako waugue, si ndio unataka watu wasiugue? Kwa sababu bima principle yake sio uchangishe watu waugue, uchangishe ili mjihami siku likitokea tatizo la kiafya muweze kulifanyia kazi. Kwa hiyo sasa mfano mzuri hapa unakuta kituo hicho kili sajili watu, lakini wale watu hawakuugua. Kwa hiyo akapata tu yeye milioni 16,274. Akaishia hapo. Sasa hivi kuna watu kama 400 ambao wamepata kutibiwa kuanzia Januari mpaka sasa hivi Septemba. Hakuna uwasilishaji wa taarifa za madai. Sasa unalipoaje ndugu yangu mtoa huduma? Lakini ukifika pale utasikia kuna upungufu wa hela, hatujalipwa extra duty, tutalipwa on call. Sasa lazima twende na uwajibikaji. Na uwajibikaji sio tu kutoa huduma na kuwasilisha taarifa kwa wakati. Shida hapo ndio inapoanza. Tukichukua kituo cha Makole ambacho kimekuwa kituo cha majaribio ya uwajibikaji, ndani ya siku 90 kimeweza kufanya maajabu yake ya uwajibikaji, nitaeleza baadaye. Wao kwa kipindi cha Januari 2019 hawa wamelipwa milioni 2.1. Sasa CHF hii iliyoboreshwa wameenda Februari wakalipwa milioni 1.9, wameenda March wakalipwa milioni 2.9, wameenda Aprili 2019 wamelipwa milioni 4.8. Hawa wanakwenda wanapanda kwa sababu anawasilisha yale madai ya wagonjwa wake aliyowatibu, kumbukumbu zake anaziweka vizuri, anawajibika kuanzia mwanzo wa kutoa huduma mpaka wakati wa kutoa ripoti. Sasa huyu akienda na mwenendo huu sambamba na uboreshaji huduma anaofanya pale, huyu atafika mahala anaweza akaiambia hata serikali, asante sana hii OC mnaoniletea mimi ya kila mwezi kwa ajili ya kulipia umeme na maji, Mheshimiwa Rais, ninaomba hii hela ikaongezee kujenga standard gauge au kwenda kujenga umeme kule Rufiji. Na ndipo tunataka tufike huko, tuweze kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kusimamia ubora wa huduma katika vituo walivyovijenga karibu na wananchi, kwa kutumia bima zetu wenyewe za ndani za kawaida kabisa, ili wananchi wavutiwe watumie. Kwanza wasiugue, kwa sababu sisi hatuwatakii walete bima zao ili waugue. Tunaimarisha mifumo ya kinga. Wakiugua wana bima yao, wanakwenda popote wanatibiwa. Wakitibiwa ile hela yao walioichangia inarudi kwenye vituo. Ikirudi kwenye vituo mashallah milioni 5, milioni 10 kila mwezi. Una sababu gani ya kumsumbua Mheshimiwa Rais? Una sababu gani ya kuisumbua serikali ya awamu ya 5? Na ndipo hapo tutakapofikia uwajibikaji wenye tija kwa kutumia uboreshaji wa miundombinu yote tuliofanyiwa na dawa na watumishi, kuweza kupunguza kutaka mfuko wa hazina utoe pesa kwenda kwenye vituo vyetu. Hili linawezekana. Sasa ndugu wananchi, nanyi ni waombe muendelee kujiunga na CHF iliyoboreshwa. CHF iliyoboreshwa na huduma bora za afya chini ya maboresho ya serikali ya awamu ya 5. Na tumepiga hesabu hapa ili tufike kaya milioni 4.5, milioni 4.5, tuweze kufikia ule mfuko kwamba sasa umekuwa sustainable, umeimarika, sasa umepevuka. Tunahitaji kila kijiji, vijiji tunavyo takriban 12,000 kiwe na kaya 31 tu zilizojiunga na CHF iliyoboreshwa. Na kama tutafanya hili zoezi kwa miezi 12 tu, tutakuwa tumefikia kaya milioni 4.5. Na kiwango chetu cha msingi ni hiyo 30,000. Yawezekana kijiji kimoja kisipate kaya 31, lakini kijiji kingine kikubwa kikapata kaya 50. Kijiji kingine cha kati kikapata kaya 45. Kwa hiyo zitajifidia humu, lakini lazima tuwe na hesabu inayotuongoza. Kwa hiyo tumejiwekea malengo. Tunaomba waheshimiwa wakuu wa mikoa, asanteni sana kwa sababu nyinyi mmekuwa wapambanaji na wakuu wa wilaya katika maboresho ya miundombinu. Sasa miundombinu hii lazima tuende kwenye hatua nyingine ya uwajibikaji na kuhakikisha wananchi wetu wanatumia hizi huduma kupitia CHF iliyoboreshwa.
ili basi waachane na habari ya kutembea na pesa mkononi, waende mkoa wote, halmashauri yoyote, kituo chochote cha zahanati, cha afya, hospitali ya halmashauri au hospitali ya mkoa, wapate hizi huduma. Kazi yetu TAMISEMI ni kuhakikisha tunashirikiana na mikoa, tunashirikiana na halmashauri ili wananchi waweze kuelewa somo hili maana yake nini, na kupitia kamati za vituo vya afya vyenye wananchi wawakilishi wa jamii katika uongozi wa afya, tuziimarishe, waweze kubaini changamoto zote na kupata suluhu huko huko au kuziwasilisha mpaka kwenye bodi za afya za halmashauri, ili kwa pamoja tuweze kubaini kwa nini wananchi hawatumii huduma kwenye kituo hiki walichochangia, bado wanahama wanakwenda kwingine, kuna shida gani? Kwa hiyo mfumo huu unatufanya pia watoa huduma wenzangu tuweze kujipima. CHF iliyoboreshwa, wananchi wamechangia, mbona mimi hawaji kwangu? Kwa sababu usipoboresha huduma wataenda kwenye kituo kingine cha jirani ndani ya halmashauri hiyo hiyo, na sisi tutaanza kuhoji kwa nini hapa hawaji, tutakuta huduma mbovu. Sasa hapo ndipo uwajibikaji utakapoanza. Lakini kupitia kikao hiki ambacho tumekifanya, mojawapo ya azimio ni kuboresha kasi ya utekelezaji wa CHF iliyoboreshwa ili kuweza kuleta maana nzima ya maboresho ya miundombinu na dawa sekta ya afya kuwa karibu zaidi na wananchi, maana wananchi hawa wawe na uhakika wa kutibiwa wanapougua bila kutegemea pesa taslim. Na asanteni sana kwa kusikiliza.